Nilikuwa na ndoto nyingi ila ukazikatisha, kilichofanya uniache ni hali ya ugumu wa maisha. Nilipambana kuhakikisha na kulisha na kuvisha, nikatunza na vulana wangu ili nije kukulizisha. Nasema ikulasi unampata mtoto mkali sasa pale ndo naitikia pale. Chadi. Ndio kumbe unaibaiba. Na kutoka huko nasikia tu sijui nini kanidatisha sijui. Dada kidogo unajua wewe. Toka alipogetini huko nasikia mara mpenzi kaniacha, mara katoka kwa shet. Dogo unajua wewe. Mimi kwa panga mistari yangu sinaelewa hapa na kishukuru ataniingiza. Yaani kwa kweli wanangu ngoma umeipiga vizuri. Umesikia mdogo wangu? Yaani mimi vitu hivi vya muziki sipo kabisa. Lakini wewe muziki wako nilousikia mwangu iko chuma chenyewe. Sisi wengine hatupendei mambo ya muziki, lakini dogo wewe mimi naona kabisa ni kama mjomba wako mambo yakiwa vizuri akakupanga vizuri kwenye mfumo, dogo unatoka. Amini bro, yani mimi muziki ni vitu vyangu, mimi napenda muziki vibaya sana. Uko kwenye damu? Wewe acha. Mimi simesikia tu chorus zako nimezisikia mwanangu. Hapo kishukuru ataniingiza studio. Mimi hapa nimekuja hapa bwana na shida na mjomba wako. Mjomba yupo ndani amepumzika. Amepumzika. Lakini kabla sijafika hapa maana tulikuwa na mazungumzo naye. Tuna chati tuna nini. Kwa sababu wewe kaniamshie tu mwanangu. Basi ila na shida mimi ngamwamsha maana mnalala. Ila pambana mwanangu nimekusikia. Wewe ngoma kibao baba. Shetani kaniacha. Dogo huyu anajua huyu. Yaani nilikuwa napiga shetani kaniacha. Kipandiko tu vitu kalikosa. Chadi, wewe mtu. Sema udogo naye huyu. Anajua sana kuimba. Anakuja mwanangu. Anakuja? Sasa mwanangu ngoma zako ushafika studio? Sijafika hata moja. Yaani hakuna hata moja inafika studio. Kwa ngoma hii mwanangu ukiingia studio. Hii bonge la ngoma. Mr. Sadat. Naam. Wewe umefika? Vipi ndugu yangu ulipumzika? Ndugu yangu nimechoka. Umechoka? Najipumzisha kidogo, yani tu aniumiza sana kichwa. Kwa hiyo nilikuwa na refresh kidogo. Kweli bwana. Mimi nimekuwa Chadi hapa. Imba kweli mwanangu. Msanii tena. Bwana naimba jamani popo na mdogo huyo. Uvivu tu wa kulima wewe ndugu yangu. Ana chochote bwana Mr. Sadat. Ila usisahau wangu udogo ana kitu, ana kipaji. Unaweza kutupisha mamoja niongee na mgeni. Basi hamna shida mjomba. Bwana Sadat. Sikitegemea kwa utafika. Fika ndugu yangu. Kwa bwana Mr. Sadat. Mwanangu nikuta mjomba wako anachana hapa. Hujasumbuka sana kufika hapa? Hamna. Sio kama maelekezo yako, nimefuata maelekezo yako. Sikutegemea kama utafika kwa wakati huu. Maana nikajua kwamba na hivi na huu ugeni wako utachelewa sana kufika. Bwana Mwigu? Naam. Ndugu yangu mimi sina muda mwingi hapa. Vipi kuhusu ile swala letu? Kuhusu ile swala ndugu yangu. Na ndio maana nimekujulisha uje hapa. Maana sio muda mrefu sana nimetoka kuzungumza naye. Nimemwelekeza na anakuelekea. Nakuwa wako. Hapo tu ndugu yangu Mwigu. Mimi ninachokiona sasa hivi. Ndio. Uendelea kutumia nguvu kubwa. Na mimi sitaki binti yangu apotee. Mjomba wangu sitaki apotee. Nimemlea mimi hapa, ana shida yoyote. Yupo safi na kakake Chadi. Leo hii akija kuonekana na matatizo ana shida yule mamako kijini huko. Atanona mimi mbaya sana. Sawa ndugu yangu, mimi nilileta hilo bwana Mwigu. Haina shida. Sasa wewe usijali, tuwasiliana. Sawa, akapumzike kwa amani, mimi kuamsha kidogo kwenye usingizi. Karibu ndugu yangu. Zazadi. Msalimie msanii wangu mwanangu Chadi, msalimie sana. Yeye imeisha. Watu ndo hawa. Hivi. Walikuwa wapi? Mambo. Poa mzima? Mimi mzima tu, sijui wewe. Kikweli mimi niko poa, sio wewe huko tokako. Mimi nilipotoka kusalama tu. Chochoo mimi nimekusimamisha hapa, kuna jambo lifambaka nikusimamishe. Jambo gani hilo? Zuu kaniagiza nije kwako. Ameniambia kwamba uwachukue watu uende naye kwa mjomba wake kule ili ukajitambulishe. Kuhusu hilo wala halina shida. Yaani hapo unavyoniona nilikuwa naenda hapo kwa bibi Timo ili aweze kunigea ushauri ili tukalimalize ile swala kwa mjomba wake kule. Kwa hiyo kuhusu hilo wala halina shida. Sawa, lakini nitakiwa ujitahidi sana maana kwa hali nilomona nayo nilikuwa namtatiza sana. Shemeji na wewe bwana, hilo limeisha hilo. Au kuna jambo lingine tena? Hapana, ndio hilo tu ambalo linifanya mpaka nikusimamishe hapa. Sasa wewe kuhusu hilo mwambie aondoe shaka. Mimi hilo swala nalishughulikia. Haya sawa. Sawa, baadaye bwana. Poa. Poa. Kuna muda naweza fanya maamuzi hadi akawatesa wengine, nami moyo wangu
nanisonona, naogopa kumpoteza nayempenda, kumkosa yule mtu nayempenda, maumivu yake usipime, bora nibaki na maamuzi yangu, siwezi ishi na nisiyempenda. Maamuzi, 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 maamuzi. Zu. Abe mjomba. Nimekuita hapa kwa ile swali tulizungumza asubuhi. Ninachokihitaji unipe jibu linaloeleweka. Sawa? Wewe kama wewe umelifikiriaje hilo swala? Mjomba, mimi siko tayari kabisa wewe kijana kuwa naye. Ukizingatia mimi kuna kijana nimempata na nampenda sana. Na ni kweli kwamba umetutoa kijijini, tulikuwa tuna mazingira magumu, tuna maisha magumu. Hata kusoma kwetu kulikuwa tabu sana. Lakini kwa uamuzi uliochukua mjomba, kiukweli siko tayari. Siko tayari kabisa. Zu. Hivi iko unachokizungumza unakielewa kweli? Nimeshakwambia kuna kijana anakuja kukuoa wewe. Na sio vijana mtaani hapa. Huyo kijana mimi namfahamu vyema. Yuko vizuri. Akija kukuoa wewe, maisha yenu yatakuwa mazuri. Hayatakuwa na shida. Hata malemba bado fariki kwa kijijini, nilikuja kuwafuata nyie. Sikutaka muishi maisha ya shida. Na ndio maana nikachukua nikaleta hapa mjini ili mje muishi maisha yenye furaha na yenye upendo. Leo kuniambia kwamba si umempata kijana hapa, kuna kijana kumwoaje hapa? Sasa basi, ninachokuambia usiku wa leo ujiandae. Huyo kijana kesho atakuja kukuona hapa. Sasa ulete mambo yasiyoeleweka. Tunaona wabaya hapa ndani. Mjomba, Zuu ni mtu mzima sasa. Ana uhuru wa kufanya kitu anachokipenda. Lakini si kama unavyomlazimisha mjomba. Na ameshakwambia kwamba huyo mtu ampendi. Kwani usimwache tu na maamuzi yake? Kwa hiyo wewe unaniamrisha mimi? Na unapataje ujasiri wa kuyapinga maamuzi yangu? Toka nje. Toka nje. Mjomba, kiukweli mimi siko tayari kabisa huyo mtu kuwa naye. Kwa sababu mimi huyo mtu simpendi. Simpendi mjomba. Kiukweli mjomba ananikosea sana, ananikosea. Siko tayari kuwa naye. Zuu, kwenye hili sihitaji uniangushe. Ninachokuomba usije ukanitia aibu mbele ya wageni. Endapo ukaja kunitia aibu hapa kwenye hii nyumba, taiona chungu. Unaweza fanya maamuzi hadi akawatesa wengine, nami moyo wangu unanisonona, naogopa kumpoteza nayempenda, kumkosa yule mtu nayempenda, maumivu yake usipime, bora nibaki na maamuzi yangu, siwezi ishi na nisiyempenda. Maamuzi, 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 maamuzi.
Ndugu wangu, naelewa hali ambayo unaipitia hivi sasa. Labda nikwambie tu kitu. Siku zote nilikuwa nakuficha, lakini juu ya jambo hili mjomba ana faida nalo. Kuna kitu ambacho nataka kufaidika kupitia wewe. Ni kitu gani iko kaka? Unajua mjomba kutusaidia kwake si bure, bali kuna kitu ambacho anahitaji kutoka kwetu. Anahitaji kulipwa. Na kuhusu yule kijana tajiri ambaye amekutafutia, ni mshirika wake katika kazi zake za kibiashara. Hivyo anataka ulewe na yule ili kukuza familia, ili atunze mali ziwe nyingi. Na ndio maana anang'ania ulewe na kijana yule. Kaka, hivi kwa nini ulikuwa unajua haya yote? Na kutaka kuniambia? Ndugu wangu, ni kuahidi katika hili nitahakikisha nasimama bega kwa bega na wewe kuhakikisha unapata furaha yako. Sawa. Ila mimi siko tayari kabisa kuolewa na wewe kijana kaka. Siko tayari kabisa, siko tayari. Basi sawa basi, acha kulia. Mume wangu, hivi ni kweli nilichokisikia na kukishuhudia kwenye simu yako niko nataka kufanya hivyo? Ni kweli ulichokiona kwenye hii simu na hata ulichokisikia yale mazungumzo ni kweli. Nahitaji kuoa mwanamke wa pili. Kumbuka yote niliyokufanyia, nilikuwa natoroka shule, nimeacha shule na sio kama ningopo sina akili shule. Yote nilikuwa nafanya kwa ajili yako. Kuacha shule ni uzembe wako. Natambua mimi kukuoa wewe, haya ni makubaliano. Nilikuoa wewe kwa makubaliano baina yangu mimi na wazazi wako, kwa sababu kipindi kile kwa wakati ule nilikuwa sina jinsi. Kisheria wazazi wako walikuwa wamenizidi. Ikiwa wewe umeacha shule kwa ajili yangu, ikanibidi nikuoe, lakini mimi ni sina mapenzi ya dhati na wewe, na wewe unalitambua kabisa. Hivyo basi nimempata mwanamke naompenda kwa dhati kutoka moyoni, na ndio maana nahitaji nimuoe, nimweke humu ndani. Usifanye hivyo mume wangu. Nakupenda. Unanipenda? Hivi unafikiri mimi nakupenda wewe? Hapana, si kweli. Mimi nilikuwa nataka tu nitimize haja zangu kwa wakati ule. Sina mapenzi ya dhati kabisa kwako wewe. Hello, mambo vipi ndugu zetu wapendwa mnaotufuatilia katika channel yetu ya Kibiki King Film? Tunapenda kuwashukuru kwa sapoti zenu mnazoendelea kutupatia. Tunawapenda sana mashabiki zetu. Msisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment. Bye bye. Tunawapenda. Una muda naweza fanya maamuzi hadi akawatesa wengine, nami moyo wangu unanisonona, naogopa kumpoteza naye mpendwa.